mara baada ya mkoa wa Pwani, na leo tuko Tanga. Wanasema Tanga raha bana, au vipi? Waja leo kuondoka majaliwa. Sasa tuko hapa ambapo tunamsubiri ama tunamgoja mgombea urais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kunadi ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM na kuwaeleza Watanzania yale ambayo yamefanywa na awamu yake iliyopita, lakini pia mangapi ambayo yatakuja kufanyika baada ya kupata ridhaa kwa awamu nyingine tena. Tanga oye! CCM oye! Kazi na utu. Asanteni. Nimefurahi kurejea tena mkoani Tanga. Mara hii si ziara ya kikazi, lakini mara hii ni kuja kuomba ridhaa. Ridhaa yenu tuendelee kuongoza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tumepata ujasiri wa kurudi tena kwenu baada ya kutekeleza kwa mafanikio makubwa ilani ya uchaguzi ya 2020-2025. Sote ni mashahidi, tunakotoka mambo tumeyaona, lakini wagombea ubunge na mwenyekiti wamesema hapa. Kwa hiyo ndugu zangu, hayo ndio yametupa ujasiri wa kuja kwenu kwamba tumeweza na tuna kila njia na mbinu ya kuweza tena. Kwa hiyo tumekuja kuomba kura kwenu. Lakini kabla kuomba kura, niruhusu niseme machache sana. Na machache ninayotaka kusema, kwanza niwapongeze Wanatanga. Niwapongeze kwa maendeleo, niwapongeze kwa mageuzi makubwa ninayoyaona Tanga kila nikija katika mkoa huu. Bandari ya Tanga inakwenda na maamuzi tuliyoyafanya ya kuwa Tanga ni bohari ya mafuta na gesi, na hilo litachangia kuzalisha ajira mpya nyingine 2100 ndani ya Tanga. Hili linakwenda kunyanyua uchumi wa Wanatanga. Ndugu zangu, bali na mradi huu, kama mnavyojua, tuna mradi mingine ya kimkakati inayofungamana na bandari hii pia. Mojawapo ni mradi wa bomba la mafuta au mafuta ghafi toka Uganda Hoima na kuja hapa Chongoleani Tanga. Mradi ambao umeshakamilika kwa 84% na umeleta manufaa mengi sana. Kwa mfano, tayari eneo la Chongoleani pekee watu 1300 wameajiriwa kwenye mradi huu, na ndani ya wilaya ya Tanga watu 2000 wameajiriwa kwenye mradi huu. Vile vile tutaanza utekelezaji wa mradi wa reli ya kuunganisha bandari ya Tanga kuelekea Arusha hadi Musoma, takriban kilomita 1108. Reli kutoka bandarini hadi huko. Reli hii itafungua maeneo ya viwanda na madini, na hivyo kuzidi kuongeza fursa za ajira ndani ya mkoa wa Tanga. Pamoja nayo ni barabara ya Handeni Singida. Hii nayo tumeiunganisha na bandari, kwa sababu watakaojenga bandari hii ni wenyewe shirika la bandari Tanzania, kwa sababu ya urahisi wa kusafirisha mizigo yao. Kwa hiyo TANROADS na shirika la bandari watasaidia na kujenga bandari hii ya Handeni hadi Singida. Lakini pia nimefurahi kuona kiwanda cha Foma nacho kimefufuliwa. Lakini vile vile kiwanda cha saruji kimeongezewa uwezo wa uzalishaji. Sasa Tanga inaleta saruji nyingi kuliko ilivyokuwa kabla. Vile vile kuna kiwanda kipya kimeingia, kiwanda cha kufunga magari ya ambulance, assembling ya ambulance, kinaingia hapa Tanga. Na vivyo hivyo tutaendelea kuvuta wawekezaji ili wawekeze kwenye maeneo ya viwanda hapa Tanga. Wito wangu kwa Wanatanga, kwa yale maeneo ambayo hayatumiki lakini yako mikononi kwa watu,
hayatumiki, fanywe hima kurudishwa, ili wanaokuja kutaka kuweka viwanda wakute maeneo yapo tayari. Ndugu wananchi, pande mwingine, ili kukuza ajira za vijana, serikali imekuja na mpango wa Jenga Kesho Iliyo Bora, ambayo inaingia kwenye maeneo ya kilimo, maeneo ya madini, maeneo ya uvuvi. Kote huko kuna kesho iliyo bora kwa vijana. Sasa kwa hapa Tanga tunakuja kwenye maeneo ya kilimo na maeneo ya madini. Kwenye sekta ya madini tumeanzisha masoko 4 ya dhahabu na vito, hatua inayovutia wawekezaji, lakini pia wachimbaji wadogo waweze kuchimba kwa kiasi kikubwa. Na kwa kweli hapa Tanga tumetoa leseni kwenye maeneo ya Ilozo, Kimanga, Kipumbwi, Mikunguni, Mwera, Tungamaa na Bweni. Tumewapa leseni wachimbaji wadogo, na upelekaji wao wa dhahabu kwenye masoko umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tutaendelea kuweka nguvu hapo na kupima maeneo mengine, ili vijana wetu waingie kwenye uchimbaji, wajiajiri, waajiriwe na maisha yaendelee. Lakini maeneo mengine ni kilimo. Maeneo mengine ni maeneo ya kilimo, na kwa hapa Tanga tutaanza na maeneo ya Mseko, Kipumbwi na Kiguru Msimba, ambako maeneo tayari yalishatengwa. Tutafanya mashamba makubwa ya umwagiliaji maji kwa ajili ya vijana wetu. Katika hatua nyingine, kule Pangani tuna mradi mkubwa wa bonde la Pangani. Tunakwenda kutengeneza skimu kubwa ya umwagiliaji maji ambayo itatoa shamba kubwa la miwa na kujenga kiwanda cha sukari kule Pangani ambacho kitazalisha sukari ile ya brown, na kiwanda chengine kitajengwa bandarini hapa Tanga kwa ajili ya kuzalisha sukari ya viwanda ile nyeupe. Kwa hiyo Wanatanga, tukae mkao wa kula. Sasa baada ya kusema hayo na mengine ambayo sikuyasema, lakini ni mengi yaliyofanyika Tanga, sasa ni wakati wa kuwaomba ile ridhaa, mtuchague, mtupe kazi, tukafanye kazi, tujenge utu wa Mtanzania, tujenge utu wa Mwanatanga. Kwa sababu ukiimarisha huduma ya maji, huduma ya afya, huduma ya elimu, huduma ya umeme, unaimarisha utu wa Mtanzania, utu wa Mwanatanga, sababu huduma hizo zinakwenda kuinua na kustawisha maisha yake. Kwa hiyo tunaomba sana mkachague Chama cha Mapinduzi ili tufanye kazi, tuimarishe na tujenge utu wa Mtanzania.